kutoa adhabu kwa mujibu wa sheria kwa madereva na makondakta wanaobainika kuwanyanyasa wanafunzi. Hizi ni nondo za habari kutoka Kemgongo TV. Mimi ni Shazi Fabian. Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa ameagiza mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini yani LATRA kuchukuliwa hatua kali za kisheria dhidi ya madereva na makondakta watakaobainika kuwanyanyasa wanafunzi. Aidha, ameagiza kuhakikisha zoezi la kudhibitisha madereva na kusajili wahudumu yani makondakta kwenye mabasi linafanyika kwa kasi katika miji yote hapa nchini. Maagizo ya Waziri Profesa Mbarawa yamekuja siku chache baada ya kuona video clip kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii ambapo binti anayetambulika kwa jina la Maliana Elik ambaye ni mwanafunzi wa kidato cha kwanza shule ya sekondari Jangwani akiwasilisha barua yake inayoeleza changamoto wanazokutana nazo wanafunzi wanaotumia usafiri wa mabasi ya mjini maarufu kama daladala. Profesa Mbarawa ametoa maagizo hayo hii leo Februari 4 akiwa jijini Dodoma wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu hatua za serikali kuboresha usafiri wa wanafunzi katika maeneo ya miji. Katika kukabiliana na changamoto za usafiri wa abiria wakiwemo wanafunzi na katika kuboresha usafiri wa wanafunzi mijini, serikali imeweka mipango na mikakati mbalimbali ikiwemo na ifuatayo. Ya kwanza kabisa, kuanzisha huduma za mabasi maalum yaendayo haraka kwa ajili ya wanafunzi, hususan katika nyakati za asubuhi na jioni, ili kuhakikisha wanafunzi wanafika shule na kurejea majumbani kwao salama kwa wakati. Hiyo ya kwanza. Ya pili, kutenga mabehewa maalum kwa ajili ya wanafunzi kwenye treni ya mijini. Dar es Salaam tunayo matreni pale, tunazo treni. Tumetenga mabehewa maalum kwa ajili ya wanafunzi. Hatua hii inalenga kupunguza msongamano, kuongeza usalama na kutoa unafuu kwa usafiri wa wanafunzi wanapotumia treni za mijini. Tatu, kurasimisha na kusimamia utoaji wa nauli maalum kwa wanafunzi ambao ni shilingi 200 kwa wanafunzi katika mabasi yaendayo haraka na daladala. Tumeelewana? Kurasimisha na kusimamia utoaji wa nauli maalum ya shilingi 200 kwa wanafunzi katika mabasi yaendayo haraka na daladala kwa mujibu wa taratibu na kanuni zilizowekwa. Kuna kanuni, taratibu zilizowekwa na LATRA, ndio naopitia hapa, sikutunga mimi. Mdhibiti ameweka hizo kanuni na taratibu na yuko hapa. Hatua hii inalenga kuhakikisha kuwa wanafunzi wanapata huduma hizi kwa gharama nafuu. 4. Kutekeleza sheria na kanuni za kudhibiti madereva na kusajili watoa huduma wa vyombo vya usafiri wa umma, mabasi na treni. Hatua zote hizi zinalenga kutekeleza malengo ya serikali ya kuboresha huduma za jamii, hususan huduma za wanafunzi katika vyombo vya usafiri ili kuwawezesha kupata elimu katika mazingira rafiki na yenye staha. Sio jambo zuri kwa nyanyasa wanafunzi. Sote tulikuwa wanafunzi na sisi tuna watoto, tuna wajukuu, tuna ndugu. Sio jambo zuri hata kidogo. Ndugu wanahabari, katika kuhakikisha utekelezaji mzuri wa hatua hizi pamoja na kujibu changamoto zilizowasilishwa na mwanafunzi Mariana, ninaagiza mamlaka ya udhibiti wa usafiri ardhini LATRA kutekeleza yafuatayo. Kwanza, kuhakikisha zoezi la kuthibitisha madereva na kusajili watoa huduma kwenye mabasi linafanywa kwa kasi katika miji yote nchini na kutoa adhabu kwa mujibu wa sheria. Kuna sheria na kanuni. Kwa mujibu wa sheria kwa madereva na makondakta wanaobainika kuwanyanyasa wanafunzi. Hilo ndio agizo la kwanza. La pili, kuimarisha udhibiti wa nauli maalum za wanafunzi, kuimarisha staha ya huduma na usalama wao kwa wakati wowote wanapotumia vyombo vya usafiri. La tatu, kuendelea kutoa elimu kwa watoa huduma na watumiaji wa huduma wajue haki na wajibu wao kwa kila mmoja.
sababu watu wengine hawajui haki na wajibu. Sasa tunahimiza hapa LATRA afanye kazi, atoe elimu, watu wajue wajibu wao na haki zao. 4, kuhakikisha treni za abiria, daladala zote nchini pamoja na mabasi yaendayo mikoani na nchi za jirani zimeandikwa namba za bure ili abiria aweze kupiga LATRA kama ana changamoto. Namba hizo ni kama zifuatavyo. Ya kwanza 0800110019. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.